Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Aprili 17, hudumu kuendelea katika utambuzi. Lakini huyu msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaamuru. Yohana 14 mstari wa 26. Tufumbe macho tunapoanza somo letu. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunapojifunza masomo haya, tunaomba Roho Mtakatifu akatuongoze. Tujifunze vyema na kuyaishi sawa sana mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kijana anaifanya Biblia kwa kiongozi wake hahitaji kukosea njia ya wajibu na ya usalama. Kitabu hicho kitamsaidia kutunza uadilifu wa tabia yake, kuwa mkweli na kutofanya udanganyifu. Itamfundisha kwamba kamwe hapaswi kuiasi sheria ya Mungu ili kufanikisha jambo analolitamani. Hata kama kutii kutahusisha kujitoa kafara, itamfundisha kwamba baraka ya mbinguni haitamjia ikiwa ataiacha njia ya kutenda mema. Kwamba japokuwa watu wanaweza kuonekana kufanikiwa katika uasi, kwa hakika watavuna matunda ya kile walichopanda. Wale tu wasomao maandiko kama sauti ya Mungu akiongea nao ni wanafunzi wa kweli. Wanatetemeka wanaposikia sauti ya Mungu, kwa maana kwao ni uhalisia ulio hai. Wanafungua uelewa wao kwa uongozi wa Mungu na kuomba kwa ajili ya neema ili waweze kujipatia maandalizi kwa ajili ya huduma. Mtafutaji wa kweli anaona udhaifu wake mwenyewe, kushindwa kwake, kutokuwa na tumaini katika kujitumainia nafsi kwa ajili ya haki. Pale nuru ya mbinguni inapowekwa mkononi mwake, anaona kwamba hakuna chochote ndani yake ambacho kinaweza kumpendeza kwa Mungu. Anaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, mwakilishi wa Yesu, ili awe kiongozi wake daima, ili amuongoze katika kweli yote. Anairudia ahadi. Lakini huyu msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Yohana 14 mstari wa 26. Wale ambao wanapokea ndani ya mioyo yao kanuni takatifu za ukweli watafanya kazi kwa nguvu ya ziada. Hakuna mazingira yanayoweza kubadilisha azma yao ya kufikia kiwango cha juu sana iwezekanavyo. Na kile ambacho wamekipokea watawapatia wengine. Wao wenyewe wanapokunywa kutoka kwenye chemchemi ya maji ya uzima, kutoka kwao kutatiririka mito ili kubariki na kuwaburudisha wengine. Mwanafunzi wa Biblia mwenye bidii atadumu kuongezeka katika maarifa na utambuzi. Akili yake itang'amua masomo ya juu na kushikilia ukweli wa mambo halisi ya milele. Hamasa ya utendaji wake itakuwa sahihi. Atatumia talanta yake ya mvuto kuwasaidia wengine kuelewa kiukamilifu zaidi majukumu yao waliopewa na Mungu. Moyo wake utakuwa chemichemi ya furaha anapoona mafanikio yakitokea katika juhudi zake za kuwapatia wengine baraka ambazo amezipokea. Talanta ya maarifa ikitakaswa na kutumiwa katika huduma ya Bwana kamwe haipotei. Juhudi za kutoa mhanga ili kufanya mema zilifikiwa kwa mafanikio tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9. Bwana atafanya kazi pamoja na watendakazi wa kibinadamu
Sifa na utukufu wote anastahili kupewa yeye kwa kile tunachoweza kukamilisha. Utasoma Counsels to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 449 hadi ukurasa wa 451. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 17, kudumu kuendelea katika utambuzi. Na tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa masomo haya mazuri. Asante kwa mbaraka wako siku hii ya leo. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu kazidi kutufundisha ndani ya mioyo yetu somo hili. Na Baba, tunaomba baraka zako ziambatane pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu